Katika dunia ya kisasa kuna taifa moja ambalo limekuwa na ushawishi mkubwa zaidi wa kijeshi kuliko mataifa mengine. Hili ni taifa la United States of America, yaani Marekani. Kwa zaidi ya karne moja, jeshi la Marekani limehusika katika operesheni nyingi za kijeshi duniani, baadhi zikiwa vita kamili vya uvamizi wa nchi nyingine. Mara nyingi uvamizi huo umefanywa kwa sababu za usalama wa taifa, vita dhidi ya ugaidi au kulinda maslahi ya kisiasa na kiuchumi. Ukiachilia mbali vita vinavyozidi kulindima katika ukanda wa Mashariki ya Kati baina ya Marekani, Israel dhidi ya Iran, hebu turudi nyuma kidogo katika historia inayoeleza mataifa ambayo yamewahi kuvamiwa kijeshi na Marekani. Lakini swali moja kubwa linalobaki ni nchi zipi zimewahi kuvamiwa na Marekani katika historia ya kisasa ya dunia? Kufahamu zaidi, ungana nami Fred Kuboja mwanzo mpaka mwisho. Kwanza ni Iraq. Moja ya uvamizi mkubwa zaidi ulifanywa mwaka 2003 dhidi ya Iraq wakati wa utawala wa Saddam Hussein. Serikali ya George Bush ilidai kwamba Iraq ilikuwa na silaha za maangamizi ya halaiki na ilikuwa tishio kubwa kwa dunia. Operesheni hiyo ilijulikana kama Operation Iraq Freedom. Ndani ya wiki chache tu, jeshi la Marekani na washirika wake waliingia Baghdad, katika mji mkuu wa Iraq, na kuangusha utawala wa Saddam Hussein. Hata hivyo, vita hiyo ilifuatiwa na miaka mingi ya machafuko, ugaidi na vita ya wenyewe kwa wenyewe ndani ya Iraq. Pili ni Afghanistan. Baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 nchini Marekani, jeshi la Marekani lilivamia Afghanistan likilenga kundi la Al-Qaeda na serikali ya Taliban iliyokuwa ikishutumiwa kulinda kundi hilo. Takribani watu 176,000 waliuawa katika mgogoro huo. Vita hii ilidumu karibu miaka 20 na kuwa moja ya vita ndefu zaidi katika historia ya Marekani. Mwaka 2021 Marekani ilitangaza kuondoa majeshi yake na Talibani wakirejea madarakani katika mji mkuu wa Kabul. Tatu ni Syria. Ingawa Marekani haijawahi kufanya uvamizi kamili wa ardhini kama ilivyofanya kwa Iraq, imeendesha operesheni kadhaa za kijeshi ndani ya Syria tangu mwaka 2014. Mashambulizi haya yalilenga hasa kundi la Islamic State ambalo lilikuwa limechukua maeneo makubwa katika Syria na Iraq. Marekani pia imewahi kufanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali ya Bashar al-Assad baada ya madai ya matumizi ya silaha za kemikali. Baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad mwaka 2024, Syria bado imegawanyika na makundi tofauti yanapigania madaraka. Nne ni Yemen. Marekani imekuwa ikifanya operesheni dhidi ya Al-Qaeda na kusaidia muungano unaopambana na waasi wa Houthi. Vita hiyo imesababisha vifo vya watu zaidi ya 377,000 huku karibu 80% ya watu wakihitaji msaada wa kibinadamu. Namba 5 ni Libya. Mwaka 2011 wakati wa mapinduzi ya Kiarabu, Marekani pamoja na muungano wa NATO waliendesha mashambulizi ya anga dhidi ya Libya. Operesheni hiyo ililenga kulinda raia dhidi ya vikosi vya kiongozi wa wakati huo, Muammar Gaddafi. Hatimaye utawala wake ulianguka na Gaddafi kuuawa mwaka huo huo, lakini nchi hiyo imeendelea kukumbwa na migogoro ya kisiasa hadi leo hii.